Marhaba mpenzi mtazamaji kokote uliko, ni matumaini yangu kuwa mzima na buheri wa afya. Zikiwa zimetimia saa 2 za jioni saa za Afrika Mashariki, karibu kwenye meza ya habari za magharibi. Mimi ni Juma Ngetich. Tunamwananga taarifa ambapo mbunge wa Awendo Walter Owino ameiomba serikali kuongeza idadi ya walimu katika shule za vijijini ili kupunguza pengo la walimu na kuimarisha elimu mashinani. I have been informed by the school management that they are having shortage of teachers, and it's an issue that even currently we are addressing with the Ministry of Education to ensure that this area of ours receives a good number of teachers. They are supposed to consider affirmative action more so in this area, considering that we have been marginalized. This school has a very big population, and most of the learners and teachers are not finding it easy in our various classes because the classes are congested, so they don't get easy time to get to how to move in the classes, and even the teachers get it difficult for them to move and assess the learners. So by building these 3 classrooms, the congestion in our, especially the junior school, has been reduced. For ID registration, the ID is free for those youth who have not actually applied for ID and they have reached the age of 18 and above. We are requesting. Wengine walikuwa wakazi wa jimbo la Busia wameitaka tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kuongeza vita dhidi ya ufisadi. Hii ni baada ya kukamatwa kwa karani wa mahakama kwa tuhuma za kuomba na kupokea hongo ya shilingi takribani 1,180. Koti ndio pale mahali ambapo kwamba mwananchi wa kawaida anaweza pata haki, lakini koti zetu zimeharibika kabisa na ufisadi. Sisi kama wananchi wa Busia tunahangaika kabisa. Tunahangaika maana viongozi sasa, kiongozi anafanya makosa akijua ya kwamba yeye ako na mamlaka ya kubadilisha mambo katika koti. Mambo ya hongo imefanya mnyonge hana haki, sababu hata mimi naweza kuwa na kesi na mwenye nataka nifesi hiyo kesi yangu ana uwezo kunishi, inaweza fanya hata nikose kwenda kotini, nikose kwenda polisi, ibaki ameshinda hivyo hata kabla nipige step, sababu nimejua niko na haki lakini sipata haki yangu. Napongeza sana EACC kushughulikia utendakazi wao vyema kabisa, kwa sababu corruption imeenea kila kona ya Kenya. Sana kwa mahakama ndani hakuna haki yenye huwa inaendelea mahakamani. Kila wakati mmoja kama amepelekwa mahakamani wanafanya 1 2 3. Ndio tunaona hawaheshimu sheria. Hilo tu ndio kilio yetu ya kwamba judges muheshimu sheria, kwa sababu nyinyi ni watu wasomi, watu mlisomea hii kazi, na hii kazi nyinyi msiposimama hapa Kenya mkaamua ya kwamba mtasaidia wananchi. Watu wenye wako na pesa wanatesa sana wale watu ambao hawana pesa. Mtu anaweza kunyang'anya wewe shamba yako kwa sababu tu ako na pesa. Mtu anaweza kurepu mtoto, anapelekwa ndani, siku moja ametoka kwa sababu tu ako na pesa. Sasa haki yetu itatoka wapi? Tukisonga mbele ni kuwa Rais William Ruto ameahidi kuchukua hatua dhidi ya makundi ya wahuni, akisema kuwa serikali haitaruhusu vitendo vya ghasia na vurugu kutishia usalama wa wananchi. Sisi tunataka amani katika sehemu hii. Tunataka umoja ya wananchi katika sehemu hii. Ndio tupange mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Hatutaki uhasama, hatutaki vita, hatutaki fujo. Tunataka wananchi wakae pamoja. Na hiyo maneno ya goons na nini tutamalizana nayo. Tunasema tunataka amani, dunia hii tuweze kutembea pamoja. Kwa hivyo Emurua Digiri hoye! Emurua Digiri chamge! Kwingine kwa mtazamaji ni kuwa waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ameonya dhidi ya uagizaji na uuzaji wa dawa za kuua wadudu ambazo zimepigwa marufuku katika nchi nyingine, huku ukaguzi ukiimarishwa kulinda afya ya wananchi. And my pronouncement as CS
I said that two things. One is that a product, a pesticide that is banned anywhere in the world will be assumed to be banned in Kenya. That is one. Number two, in our meetings with the East African Community meeting in Arusha, we also declared that once a pesticide has been banned in one country within the East African countries, it is automatically banned in all the East African Community countries. Tukijitosa katika masuala ya elimu, ni kuwa wadau wa elimu kutoka nchi za Afrika Mashariki wamekutana jijini Nairobi kwa mkutano wa pili wa elimu, wakijadili mageuzi ya sekta hiyo na njia za kuboresha upatikanaji wa elimu katika eneo hilo. What I've seen is countries, the partner states have, we could say, marginally increased the number of kids who are going to school. We've seen a lot of increase in the number of countries that are paying attention to curriculum in the community. More or less all the 8 countries are now trying to move into competency-based curriculum, away from objective-oriented curriculum, which is a good thing, moving away from high-stakes examination to assessing whether children are learning and finding interventions that are working from them. We have countries that are implementing teaching at the right level in certain pockets. Some countries are already doing this at scale, which is a good thing. So this is a huge progress for the community. And there's evidence that is showing that when we make competency-based education the core of our investment in education, we are likely to reap the greatest benefit, because we are not just interested in graduating students and learners who are knowledgeable, but people who are able to think about solutions, who can innovate, and who can make a meaningful contribution towards their country's economic, social, and other aspects and dimensions of development. Sadakta mpenzi mtazamaji, kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo unapata mapumziko japo mafupi angani pate kopo la maji. Nikirejea nitakuwa na kufululizia taarifa zingine kwa kina. Usibanduke.